Umoja wa Mataifa unadaiwa kwamba upo katika hali ya ubaguzi kati ya mataifa ulimwenguni. Umoja wa Mataifa umekuwa ukitoa matamshi makali dhidi ya mataifa inayoyamudu. Wakati huu ofisi ya haki ya Umoja wa Mataifa imeitaka Iran kuacha ukandamizaji, huku wakiacha Marekani ambayo inadaiwa kwamba maafisa wake wa ICE wameendeleza ukandamizaji dhidi ya haki za binadamu huko nchini Marekani. Inadaiwa kwamba maafisa wa uhamiaji wa forodha wa Marekani ICE wamemkamata mvulana wa miaka 5 mnamo Jumanne wakati wa operesheni ya utekelezaji wa uhamiaji, maafisa wa shule ya Minnesota na mawakili wa familia wamesema. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa UN kupitia ofisi yake ya haki za binadamu na mkuu wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk wamesema maelfu ya watu wamekuwa, ikiwa ni pamoja na watoto, wameuawa kufuatia ukandamizaji mkubwa dhidi ya waandamanaji nchini Iran. Hata hivyo, wamedai kwamba wametoa wito kwa mamlaka nchini humo kumaliza hatua zake kali. Wanasema, tunatoa wito kwa mamlaka ya Iran kufikiria upya, kuacha na kukomesha ukandamizaji wa kikatili, ikiwa ni pamoja na kesi za muda mfupi na hukumu zisizo na usawa. Ninatoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa wale wote waliokamatwa kiholela na mamlaka ya Iran, anasema Volker Turk, mkuu wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. Wakati wakizungumzia hayo ambayo ameyaona nchini Iran, bado kumekuwa na hali tata huko nchini Marekani kutokana na namna ambavyo maafisa wa uhamiaji wa forodha wa Marekani wanavyoendeleza ukatili dhidi ya binadamu. Mwanafunzi wa shule ya awali Liam Ramos alikuwa na baba yake aliyetajwa na idara ya usalama ya ndani huko nchini Marekani, aliyefahamika kwa jina la Adrian Alexander Cornejo Arias. Katika taarifa iliyochapishwa katika ukurasa wa X, inadai kwamba ICE imekuwa ikifanya operesheni za kibabe, lakini pia operesheni zinazovunja haki za binadamu, wakidai kwamba watu hao ambao wanawafanyia hivyo ni wahamiaji haramu. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba haki za binadamu haziangalii juu ya uhalifu wa mtu, lakini haki za binadamu zinasimamia binadamu wote. Wachambuzi wanasema zaidi kwamba Umoja wa Mataifa wakati huu ni kama vile umebebwa na Marekani, na kwamba Marekani itaweza kufanya lolote bila kutolewa kauli yoyote. Marekani ambayo ilifanya mashambulizi dhidi ya Iran katika vinu vyake vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan, lakini Marekani ambayo ilitoa silaha dhidi ya Israel na kusababisha mauaji ya maelfu ya watu katika ukanda wa Gaza, ni Marekani ambayo haikutolewa maonyo yoyote na Umoja wa Mataifa, huku rais wa sasa wa Marekani akiuona Umoja wa Mataifa usiokuwa na meno. Na hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika siku za hivi karibuni alikiri kwamba Marekani inatumia nguvu kubwa sana na kuona kwamba ipo juu ya kila kitu kuliko hata Umoja wa Mataifa. Lakini yote haya yanaelezwa na wachambuzi wa mambo ni kutokana na namna ambavyo kwanza Umoja wa Mataifa miongoni mwa michango mikubwa inapokea kutoka Marekani, na ndio maana Marekani inakuwa inafanya lolote dhidi ya haki za binadamu, lakini pia dhidi ya lolote ambalo itaamua kufanya kwa wakati huo. Mtazamaji wa The World News, bila shaka nawe kuna jambo umeliona hapa, ni namna ambavyo Umoja wa Mataifa umekuwa ukiangalia katika mataifa ambayo inayamudu, kwa maana inayaona ni kama mataifa dhaifu ambayo wana uwezo wa kuzungumza lolote, lakini si kwa Marekani. Ikumbukwe Marekani hii ambayo mara kadhaa imekuwa ikiwashutumu hata baadhi ya viongozi wa Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na mahakama ya Umoja wa Mataifa ICJ, lakini ikiweka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa ICJ, lakini pia Marekani ambayo kwa namna moja ama nyingine imeshiriki katika matukio mabaya sana katika huu ulimwengu, lakini ni Marekani ambayo Umoja wa Mataifa umekuwa kiangalia tu. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema zaidi kwamba kile kinachofanywa na Marekani kupitia ICE ni kwamba jambo hilo la uhamiaji, kama ingekuwa likifanywa na mataifa mengine, pengine Marekani yenyewe ingetangaza kuingilia kati, hasa kwa mataifa ambayo ni hasimu nayo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.